demokrasia ya nchi yetu. Wakaleta mapendekezo. Mapendekezo yao yaligawanyika kwenye makundi matatu, niseme nisiseme. Kundi la kwanza ni la yale mambo ambayo yanahitaji utashi wa kisiasa, hayahitaji sheria wala mabadiliko ya katiba. Rais Samia akayachukua, akasema haya natekeleza. Mojawapo akasema ruhusuni vyama vya siasa vifanye shughuli zao na mikutano ya hadhara, waachieni waende. Na leo tatoboa siri, niseme nisiseme, uamuzi huo haukuwa rahisi kukubalika ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa sababu Rais Samia ni jasiri, aliwashawishi wenzake, akasema waruhusuni. Tena walio nje ya nchi warudi nyumbani. Wakarudi, mliwaona mkuwaona? Niseme nisiseme, katika ule mchakato tulikuwa na watu wengi, karibia 400 walikuwa kwenye magereza, wamekamatwa kwa sababu ya kesi mbalimbali zilizokuwa na uhusiano na siasa. Mama, muumini wa demokrasia, akasema waachieni. Na walionufaika wa kwanza Chadema, watu wao wakaachiwa wakiongozwa na Mbowe, maana tunataka kujisaulisha. Wakaruhusiwa, wakaanza kufanya maandamano, kufanya mikutano, na wakati mwingine wanamtukana huyo aliyewapa huo uhuru wa kufanya hayo maandamano. Mama akawavumilia. Grupu la pili walileta mambo ambayo yalihitaji marekebisho ya sheria, na hapa naomba tusikilizane. Moja, marekebisho ya kuipa uhuru zaidi tume ya uchaguzi. Mama akakubali. Mnataka nini? Tume huru. Tume huru na wapa. Sheria zikaenda bungeni, mimi mbunge tukazibadilisha. Leo uhuru wa tume ya taifa ya uchaguzi sio wa viwango vile tulivyovizoea. Upatikanaji wa watumishi wa tume, utendaji wa watumishi wa tume. Lakini leo hata namna ya kuwaondoa, hakuna mtu mmoja mwenye uhuru wa kumgusa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Hata rais mwenyewe hana mamlaka hiyo. Sheria imetungwa. Muumini thabiti wa demokrasia. Na ndio maana tarehe 29 tunataka tukapigie kura demokrasia yetu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.